Mbali zimeendelea kuchukuliwa na serikali ili kuhakikisha kuwa sekta hii inaendelea kuwezeshwa na kupewa kipaumbele. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kusema, mmeona ambavyo bajeti ya wizara imeongezeka. Hii inatoa ishara na inathibitisha kwamba serikali inatambua umuhimu wa sekta hii na imekuwa ikichangia katika pato la taifa, lakini pia katika kutengeneza ajira. Na leo hii uwepo wa tuzo ya wanamichezo ni hatua muhimu ya kuendeleza na kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini. Tuzo hizi ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha maendeleo ya michezo, kuwatia moyo na kutambua kazi kubwa inayofanywa na wanamichezo, makocha, timu pamoja na wadau wengine katika kuiwakilisha na kuinua nchi yetu kimataifa. Aidha, tuzo hizi ni sehemu ya kuchochea na kuibua ari ya ushindani chanya miongoni mwa wanamichezo. Tuzo hizi ni motisha ya kuongeza juhudi katika mafunzo, nidhamu na utekelezaji wa majukumu, hivyo kuboresha viwango vya wanamichezo ndani ya nchi yetu. Kama nilivyosema, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea na kufanya mapinduzi makubwa katika sekta hii ya michezo, na kama ambavyo sote ni mashahidi, sekta hii imepata mafanikio makubwa. Baadhi tu ya mafanikio hayo, mojawapo likiwa lile ambalo Mheshimiwa Waziri amesema la kuongezeka kwa bajeti, tena bajeti ya maendeleo. Lakini pia jambo lingine ni kuanzishwa kwa mfuko wa maendeleo ya michezo unaopata kuwezesha timu zetu za taifa kushiriki katika mashindano mengi zaidi na kwa ubora zaidi. Mbali na haya niliyoyasema, pia kumekuwepo na kutekelezwa kwa programu ya hamasa ya goli la mama na knockout ya mama, ambazo zote hizi zimeongeza ari na matokeo mazuri kwa timu zetu, vikiwemo vilabu vyetu vya Tanzania. Na kwa kweli mmeweza kuona kwamba vilabu vyetu vimeweza kufanya vizuri katika matokeo hayo katika mashindano mbalimbali tofauti na ilivyowahi kutokea hapo awali. Pia mafanikio mengine, kumetokea na uwekezaji mkubwa uliofanywa katika miundombinu ikiwemo ukarabati na kujengwa kwa viwanja vya michezo, kama vile ukarabati mkubwa ambao umefanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa Amani Zanzibar, lakini pia leo tunashuhudia ujenzi ukiwa unaendelea katika upande wa uwanja wa mpira wa Arusha na ule wa Dodoma pamoja na ule wa Fumba kule Zanzibar. Kupatikana kwa medali mbalimbali za kihistoria pia imekuwa chachu nyingine ambayo medali mbalimbali zimepatikana katika michezo mbalimbali hapa nchini. Jambo lingine, tumeona kuongezeka kwa ushiriki wa timu za Tanzania katika michezo, katika mashindano mbalimbali ya timu zetu, lakini pia timu hizi zimeweza kufika hatua kubwa ikiwemo fainali katika michuano ya vilabu, pamoja na timu yetu ya taifa ambayo ilifanya vizuri baada ya kuwa haijafanya hivyo katika siku zilizopita. Tukiangazia upande wa ujenzi wa viwanja vipya vya kisasa katika majiji kama ambavyo tumetoka kutajiwa, ujenzi ukule Arusha, Dodoma, Dar es Salaam, pamoja na viwanja ambavyo vilikwisha kujengwa, hii yote itaendelea kuweka chachu ya mafanikio katika sekta yetu hii ya michezo. Na mimi binafsi kama msimamizi wa shughuli za serikali nitaendelea kufanya usimamizi huo ili kuweza kuienzi dira hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kukuza sekta hii ya michezo
ili iweze kuendelea kuleta manufaa makubwa. Ninyi mmeona zamani timu zetu za Tanzania hapa ilikuwa zikikutana, iwe kwa ngazi ya vilabu au ngazi ya timu ya taifa, ilikuwa zikikutana hasa na baadhi ya kanda za hapa Afrika, ukanda wa kaskazini, ukanda wa magharibi. Tulikuwa tunafungwa hata hatujafika uwanjani, tunakuwa tunajua tumeshafungwa. Lakini siku hizi wakipangwa, iwe ngazi ya vilabu au timu ya taifa, vilabu vyovyote vile vya Afrika vikipangwa na Tanzania ama vilabu vya Tanzania, na wenyewe wanakuja na heshima, wakijua hapa lolote linaweza kutokea, sio sehemu ya kwenda kukusanyia matokeo. Na kwenye hili kwa kweli niwapongeze timu yangu ya kazini, timu ya Simba. Ndo walianzisha kutengeneza hiyo confidence. Timu ikiwa inakuja hapa Tanzania kwa Mkapa, ndio walikuwa wanajua kazi wanayo, na siku zingine wakifungwa magoli machache kama goli moja hivi wanasherekea, pamoja na kwamba unakuta ni vilabu vikubwa ambavyo vilizoea kufunga timu zetu hapo siku za nyuma. Na siku moja nilikuwa kule Egypt, nikawepo pale wakati wanakuja wale wanaohudumia pale. Wakati ule nilikuwa bado sina timu ya kazini. Wakiwa wananihudumia hivi, wakaona tai yangu, wakaniambia umetoka wapi? Nikawaambia Tanzania. Wakasema Simba. Nikasema haya nayo. Nasema wakati ule nilikuwa bado sina timu ya kazini, nilikuwa na timu ya moyoni tu. Ni kweli kwamba pia timu zetu zinaitangaza nchi yetu, na pia michezo pia inatambulisha ukubwa wa nchi. Kuna baadhi ya nchi ambazo kwa jiografia ni ndogo tu, lakini zinaisimamisha dunia nzima ishuhudie timu hiyo inachofanya. Maana yake inaikuza na kuitambulisha nchi hiyo ambako timu hiyo husika ya taifa inakotokea. Kwa heshima ya mahusiano ya kimataifa sitataja mataifa hayo, lakini tunatambua timu zao, baadhi ya mataifa ambayo ni madogo kwa jiografia, lakini dunia nzima huwa inasimama wanapocheza. Lakini sio hilo tu, hata juzi nimeona goli la Chama likijadiliwa kwa lugha ya Kiingereza kule kwenye TV, kwenye matelevisheni na maforum makubwa. Maana yake wanafuatilia imetoka wapi hiyo. Wanafuatilia. Leo niliposema nikiwa kule Dodoma, nikatoa ule mfano, wale wengine ndugu zangu wa Yanga wakasema pia ukumbushie na goli la Mzize. Kwa Mzize naye amewahi kufunga goli zuri. Alijadiliwa Kiingereza na lenyewe lilijadiliwa Kiingereza. Hiyo yote inaendelea kutambulisha jinsi ambavyo uwekezaji na hamasa iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ulivyoweza kuleta matokeo makubwa katika sekta yetu ya michezo. Nikiwa naelekea kumaliza, nitoe maneno machache ya msisitizo. Jambo la kwanza, nielekeze Wizara ya Fedha kuhakikisha kuwa fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo, hususani 5% ya mfuko wa maendeleo ya michezo, kupelekwa moja kwa moja kwenye mfuko wa michezo ili iweze kufanya kazi ile iliyokuwa imekusudiwa. Tuna jambo kubwa liko mbele yetu, halipaswi kukwama kwa sababu tunasubiri fedha ambayo kwa asilimia ilishatengwa na inatakiwa iende moja kwa moja kwenye mfuko wa michezo. Kwa sababu katibu mkuu uko hapa, kae na katibu mkuu mwenzako upande wa Wizara ya Fedha, waratibu fedha ambayo imetengwa kwa ajili ya mfuko wa michezo iende moja kwa moja kwenye mfuko ili pasiwe na ucheleweshwaji
kutoka kwa fedha hizo. Lakini jambo la pili, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuhakikisha kuwa inatenga na kulinda maeneo ya wazi kwa ajili ya michezo, burudani na ujenzi wa viwanja ili kurejesha na pia kurejesha maeneo yaliyovamiwa ambayo yalikusudiwa kuwekwa kwa ajili ya michezo. Uwepo wa michezo, uwepo wa viwanja na maeneo ya michezo unasaidia kutengeneza vijana wazuri. Leo hii vijana wazuri kama Feitoto wanaocheza vizuri ni zao la jitihada binafsi kupitia viwanja vilivyokuwepo. Wamejifua na baadaye wameweza kuwa nguzo muhimu katika wachezaji wa timu ya taifa, lakini pia katika soka la Tanzania. Ukifuatilia walikoanzia utakuta walianzia kwenye maeneo ya wazi wakiwa wanajifua, lakini tukiyamaliza maeneo yale yote tutakuwa tunaua ndoto za vijana wengi wa Kitanzania ambao wangeweza kung'aa kupitia maeneo hayo. Kwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ambako wilaya na mikoa zote ziko katika wizara hii, waendelee kuyalinda na kutenga maeneo ya aina hiyo kwa ajili ya michezo. Wizara ya Viwanda na Biashara wahakikishe wanashawishi wawekezaji, lakini pia na wadhamini. Kudhamini michezo ni sehemu ya kutoa mchango katika jamii. Watu wasiogope kudhamini michezo, waongeze chachu. Na nikupongeze sana ndugu yangu Rais wa Federation, umeweza kuvutia mpaka sasa wadhamini wengi kwenye sekta ya michezo. Nikupongeze sana, umefanya mageuzi makubwa. Kwa sasa hatusikii tena kwamba timu ilishindwa kwenda kuhudhuria mechi kwa sababu walikosa mafuta ya gari ama walikosa nauli. Haya mambo tumeshavuka. Kwa hiyo nikupongeze sana, lakini tuendelee kuvutia wadhamini zaidi. Niwapongeze pia Airtel, manake nisipowataja hapa nitakuwa nimewanyima heshima.